بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tunaendelea na kitabu chetu cha Al-Wafi ambayo ni sharhi ya Al-Arba'ina An-Nawawiyya, na tunaendelea na hadithi ama maelezo ya hadithi ya 4. Tunaendelea kuelezea baadhi ya nukta ambazo kwamba amezitaja mwandishi wa kitabu hiki, na leo kwa tawfiki yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutaondokea katika ukurasa wa 27 katika kipengele cha namba 4. Anasema Sheikh, ilmu Allahi Ta'ala, elimu ya Mwenyezi Mungu aliyetukuka, ilmu ya Mwenyezi Mungu mtukufu aliyetukuka. Inna Allaha Ta'ala, hakika ya Mwenyezi Mungu aliyetukuka, ya'lamu ahwal al-khalqi, anatambua na anajua hali za viumbe, qabla an yakhluqahum, kabla hajawaumba. Inna Allaha Ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu alitukuka, ya'lamu ahwal al-khalqi, anatambua na anaelewa na anajua hali za viumbe, qabla an yakhluqahum, kabla hajawaumba. Fama yakunu minhum min shay'in, basi hakuna chochote chenye kuwa katika viumbe. Fama yakunu minhum min shay'in, basi hakuna chochote chenye kuwa katika viumbe. Min imanin wa ta'a, kutokana na imani na ta'a. Au kufrin wa maasiya, ama kufru na maasiya. Wa saadatin wa shaqawa, na saada na shaqawa. Saada ni wema, shaqawa ni uovu. Illa biilmi Allahi, isipokuwa ni kwa ilmu ya Mwenyezi Mungu, wa iradatihi, na kutaka kwake. Wa qad takatharati nususu, na kwa hakika yamekithiri maandiko, kwa maana dalili zimekuwa ni nyingi. Bidhikri alkitabi sabiq, yenye kutaja kuhusu alkitabu sabiq, maelezo ambayo kwamba alkitabu sabiq, kitabu kilichotangulia, yale maelezo ambayo tulisoma katika hadithi, yule mtoto aliyekuwa tumboni ambapo anaandikiwa yale mambo 4. Fa fil Bukhari, imepokelewa kutoka kwa Imam al-Bukhari, yani katika hadithi iliyopo katika Sahihul Bukhari, an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kutoka kwa Sayyidina Ali bin Abi Talib, Mwenyezi Mungu amwiradhi, ani nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kutoka kwa bwana mtume rehma na amani ziwe juu yake, amesema, qala, amesema, ma min nafsin manfusa, hakuna nafsi yoyote yenye kupumua. Ma min nafsin manfusa, hakuna nafsi yoyote yenye kupumua, illa, isipokuwa, waqad kataba Allahu makanaha, isipokuwa tayari kataba Allahu makanaha, Mwenyezi Mungu tayari ameshaiandikia sehemu yake, minal jannati au nari, peponi au motoni. Wa illa, na kama si hivyo, qad kutibat shaqiya au sa'ida, tayari shaandikwa kuwa ni ama ni kuwa ovu, nafsi mbaya, au sa'ida, ama ni kuwa mwema, ama kuwa nafsi nzuri. Faqala rajulun, akasema mtu mmoja katika wale masahaba, ya Rasulullah, ewe mtume, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, afala namkuthu ala kitabina wa nad'u al-amal, basi kwa hiyo hivi, je, tukae juu ya kile tulichoandikiwa na tuache kufanya amal, na tusifanye, yani tusifanye ibada yoyote, kwa sababu tayari tushakadiriwa, tushapangiwa kwamba wa motoni ashajulikana, mwema ashajulikana, wa motoni ashajulikana, muovu ashajulikana. Kwa hiyo bora si tukae tu tusifanye amali yoyote. Faqala, bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema, i'malu, fanyeni amali, i'malu, fanyeni amali, fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu, kila mwenye kuwepesishiwa, fa kullu muyassarun, kila mwenye kuwepesishiwa,
lima khuliqa lahu, ni kwa mujibu wa kile alichoumbiwa nacho. Amma ahlu saada, ama wale watu wema, watu wa saada, fayuyassiruna liamali ahli saada, watu wale wao watawepesishiwa kwa ajili ya kufanya matendo ya watu wa as-saada, watu wema. Wa amma ahlu shaqawa, ama watu wa ovu, fayuyassiruna liamali ahli shaqawa, hawa nao watawepesishiwa kufanya matendo ya watu waovu. Kwa maana tatawafaru lahu al-asbab allati tuaddi bihi ila dhalika shay, tatawafaru lahu al-asbab, zitakamilika sababu mbalimbali, allati, ambazo tuaddi bihi, zitapelekea katika ima kuwa katika ahlu saada ama katika ahlu shaqawa. Kwa zitakamilika zile sababu, zitapatikana sababu ambazo zitapelekea katika ila dhalika shay, katika hicho kitu, ima katika saada ama katika shaqawa. Kwa hiyo zitakamilika zile sababu. Ndo kwa maana hapo akasema fayuyassiruna liamali ahli saada, kwa maana hiyo. Thumma qaraa, kisha bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam akasoma aya ziliomo katika suratul Layl, aya 5 na aya ya 6. Fa amma man a'ta wattaqa, ama mwenye kutoa na akamcha Mungu. Fa amma man a'ta wattaqa, ama mwenye kutoa na akamcha Mungu. Wasaddaqa bilhusna, na akaliwafiki lililojema. Wasaddaqa bilhusna, na akaliwafiki lililojema. Al-ayatain, kwa maana aya zinaendelea, lakini wakusudio ni hizo aya mbili, ya 5 na aya 6. Na masala haya ya as-saada, ama kwa mwenye kutaka kutambua sababu za kupata saada na sababu ya kuwa katika shaqawa, masala haya ameeleza kwa urefu Al-Habib Umar bin Ahmad bin Abi Bakr bin Sumait katika kitabu chake cha Hadiyatul Ikhwan Sharhu Aqidatil Iman. Amechambua masala haya, hii shaqawa na hii saada ili patikana vipi. Kwa hiyo kwa mwenye kutaka maelezo zaidi arudi katika kitabu hicho cha Hadiyatul Ikhwan cha Al-Habib Umar bin Sumait. Wa ala dhalika, na juu ya hivyo, ama na juu ya maelezo haya tuliyotanguliza, fa inna ilma Allahi, basi hakika ya ilmu ya Mwenyezi Mungu, la yarfa'u anil abdi, haiondoshi kwa mja. La yarfa'u anil abdi, haiondoshi kwa mja al-ikhtiyara wal qasda, haiondoshi ikhtiyari, kuteua ama kuchagua, wal qasda, na kukusudia. Kwa maana kwamba jambo ambalo tayari Mwenyezi Mungu analijua, tayari ashalipanga, haina maana kwamba kwa huyu mja yeye atakuwa ni majbur, ni mwenye kufosiwa ama mwenye kulazimishwa. Sawa, kwa maana ya mukrah, atakuwa kwamba ni mwenye kulazimishwa, akawa tena hana ikhtiyari. Kwa hiyo ile elimu ya Mwenyezi Mungu haisababishi kwamba mja awe hana ile ikhtiyari na kukusudia. Kwa sababu gani? Lianna al-ilma, kwa sababu hakika ya ilmu ambayo ni sifatun ghairu ma'thura, ilmu ni sifa ambaye sio ma'thura, sio muathara. Al-ilm sifatun, elimu ni sifa, sawa, ghair muathira ama ghair muathara, sio sifa yenye kuathiri, kwamba ikiwa tayari ishajulikana hivi basi lazima iathiri kule kujua. Na ndo wanatoa mfano, kama ukisoma katika Jawharatut Tauhid kule wametoa mfano kwamba mfano mdogo ni kama mwalimu akamwambia mzazi wa mwanafunzi kwamba mwanao huyu atafeli katika mtihani, hatofaulu. Asa kujua huku haina maana kwamba tayari lazima iathiri kwamba ni lazima afeli. Kuna uwezekano mkubwa huyu mwalimu yakatambua hivyo, lakini katika majawabu, katika mtihani, matokeo yakitoka mwanafunzi akafaulu. Kwa hiyo ile kusema vile ni kwamba inaonekana zile dalili za kuto kufaulu, dalili za kufeli zimeonekana. Ndio maana mwalimu akaona
kwa mujibu wa hali ilivyo, huyu atafeli. Lakini sasa kule kujua tu hailazimishi kwamba lazima iathiri, lazima iwe vile vile. Waqad amara Allahu ta'ala al-khalqa, na kwa hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaamrisha viumbe bil imani, kuwa na imani, kuamini, wa taa, na kutii. Al-iman wa taa, kuamini na kutii, na ataa kwa maana al-inqiyad wal muwafaqa. Sawa? Taa maana yake ni yani utofauti wa imani na kutii. Imani ni mujarrad wa kuamini, na taa maana yake inqiyad wal muwafaqa, ni kufuata na kuwafiki kile kinachozungumzwa. Sawa? Hiyo ndo maana ya yani Mwenyezi Mungu ameamrisha kutiiwa na ameamrisha kuamini, kama ilivyokuja katika Suratut Taghabun aya ya 8. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema faaminu billahi wa rasulihi, faaminu billahi wa rasulihi, basi muaminini Mwenyezi Mungu, wa rasulihi, na mtume wake na mjumbe wake, wa nuri alladhi anzalna, na nuru ambayo anzalna, tulioiteremsha. Na an-nur hapa ni Qur'ani, kama walivyotaja mufassirina, wanavyoni wakubwa wa tafsiri, ikiwemo tafsiri ya Jalalain. Ukitazama an-nur ametaja kwamba ni Qur'ani. Al-Imam al-Baghawi naye kasema an-nur hapa ni Qur'ani. Ibn Kathiri naye katika tafsiri yake amesema an-nur hapa ni Qur'ani, na al-Imam al-Qurtubi pia naye amesema hapa an-nur ni al-Qur'an. Sawa? Kwa maana ya kwamba kafiri anao uwezo wa kuwa mu'min, na mwenye kufanya maasi ya madhambi anaweza yastatiu an yatia, anao uwezo wa kufanya taa na akaitikia amri ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu amri ya Mwenyezi Mungu amesema faaminu billahi wa rasulihi. Sawa? Na hapa ndo katika kitabu chetu akasema waqad amara Allahu ta'ala al-khalqa bil imani wa ta'a, Mwenyezi Mungu ameamrisha kuamini na ameamrisha taa. Wanahahum, na akaamrisha hao viumbe anil kufri wal ma'siyah, amekataza sawa ukafiri na maasiya. Wadhalika, na hilo ama na maelezo haya, burhanun, ni hoja. Maelezo haya kwamba Mwenyezi Mungu ameamrisha imani na ameamrisha taa na amekataza kufru na maasi kwa mujibu wa aya tuliyosoma ya Suratut Taghabun. Maelezo haya ni burhanun, ndio hoja, ala anna lilabdi, kwamba anayo mja ikhtiyaran, uteuzi, kuchagua, wa qasdan, na kukusudia, ila ma yuridu, katika yale mambo ambayo anayataka. Mwenyezi Mungu anatuambia katika Suratul Insan, inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Kwa hiyo kule kujua kwa Mwenyezi Mungu haina maana kwamba huyu mja anakuwa hana tena ikhtiyari na wala hana tena kukusudia. Sawa? Wa illa, na kama sio hivyo, kana amrullahi ta'ala, basi itakuwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa nahyuhu, na makatazo yake, abathan, itakuwa ni mchezo mtupu. Yani ikiwa kwamba Mwenyezi Mungu huko tayari ashaamrisha, ashatuambia katika Suratut Taghabun, aminu faaminu billahi wa rasuli, muaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake, wa nuri alladhi anzalna, na Qur'ani ambayo kwamba tumeiteremsha. Basi ikiwa ni hivyo, basi itakuwa ile amri ya Mwenyezi Mungu na makatazo yake yote itakuwa ni mchezo mtupu, kwa maana la faida fihi, itakuwa haina faida yoyote, na itakuwa maana yake itakuwa la maana, haina maana yoyote. Na abath ni kwa maana ya mchezo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Suratul Mu'minun katika aya ya 115, anatuambia afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina turja'un.
Je, mlidhani ya kwamba anna khalaqnakum abathan, kwamba sisi tulikuumbeni bure bure tu, wa annakum ilaina la turjaun, na ya kwamba nyinyi kwetu hamtorudishwa. Sawa. Kwa neno abath limetumika katika Qur'ani likiwa linajulisha kwa maana yani mchezo, yani jambo kwa ni bure bure tu au mchezo. Kwa ile amri ya Mwenyezi Mungu haiwezekani ikawa yani ikawa haina faida. Wadhalika muhal, na jambo hilo ni muhali kwa maana haliwezekani. Qala Allahu Ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa nafsin wama sawaha, na kwa nafsi na kwa aliyeitengeneza. Aya hii ina mwanzo wake, mwanzo wa sura. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anaapa na naapa kwa nafsi na kwa aliyeitengeneza. Wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kisha akaifahamisha uovu wake na wema wake. Fa alhamaha fujuraha, kisha akaifahamisha uovu wake, wa taqwaha, na wema wake. Qad aflaha man zakkaha, hakika amefanikiwa aliyeitakasa. Qad aflaha man zakkaha, hakika amefanikiwa aliyeitakasa. Wa qad khaba man dasaha, na hakika amekhasiri, amepata khasara aliyeiviza, kwa maana aliyechafua nafsi yake. Hii ni aya Suratu Shamsi, aya ya 7 mpaka aya ya 10. Al-ihtijaju bil qadari, kuifanyia hoja qadari. Nini hukumu ya kuifanyia hoja qadari? Mtu ima akawa anafanya madhambi, anafanya maasi, alafu akawa ndo anaifanyia hoja ile qadari ile, mbona hii shapangwa, Mwenyezi Mungu mimi kanikadiria hivi, tayari shapangwa. Hukumu yake nini? Katika Jawharatu Tauhidi anasema kwamba la yajuzu al-ihtijaju bil qada'i wal qadari qabla al-wuqu'i. La yajuzu al-ihtijaju bil qada'i wal qadari qabla al-wuqu'i, haijuzu kwa maana haifai kuifanyia hoja qadha na qadari kabla ya kuwa kwake. Qabla al-wuqu'i maana yake kabla ya kutuka. Kwa hiyo hukumu yake haifai. Sheikh hapa anasema laqad amarana Allahu Ta'ala bil imani bihi wa ta'ati, kwa hakika ametuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwamini yeye na kumtii, na ametukataza wanahana anil kufri bihi. Sawa, ametukataza kumkufuru, kupinga imani. Sawa. Wa maasiyatihi, na kumaasi, kufanya maasi. Yote haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukataza. Wadhalika, na kwa hiyo ama kwa ajili hiyo, ma kallafna bihi, hayo ni katika mambo ambayo ametukalifisha, ametulazimisha nayo, kumwamini, kumtii, na ametukataza tusimkufuru na wala tusimaasi. Wa ma qadarahu Allahu lana, na yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu ametukadiria sisi, imani ya kheri. Sawa, au alaina, ama dhidi yetu, juu yetu, kwa maana mambo ya shari. Majhulun, mambo hayo aliyotukadiria sisi Mwenyezi Mungu, majhulun, hayafahamiki, hayajulikani. La ilma lana bihi, hatuna sisi elimu nayo. Walasna mas'ulina anhu, na wala sisi sio wenye kuulizwa kutokana na ilmu hiyo. Fala yahtaju sahib adh-dhalala, basi asifanyie hoja. Sawa, asifanye hoja ama asilete hoja yule sahibu dhalala, mtu ambaye yupo katika batil, yupo katika upotofu, mtu ambaye yupo katika dhalal, batil. Wal kufri, na mtu ambaye yupo katika ukafiri. Wal fisqu, na mtu ambaye yupo katika uovu. Fasiq manake ni mtu muovu. Asifanyie hoja kitu gani? Biqadari llahi wa kitabatihi, qadari ya Mwenyezi Mungu na kile ambacho kitaba yake ambayo ishaandikwa, kile kilichoandikwa. Wa iradatihi, na kule kutaka kwake Mwenyezi Mungu. Kabla wuqu'i dhalika minhu, kabla ya kupatikana jambo hilo. Kabla halijapatikana jambo hilo, mtu hatakiwi aifanyie hoja qadar.
Qala Allahu ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa qul i'malu, nasema kuambia hao, i'malu, tendeni vitendo, fanyeni amal, fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, na Mwenyezi Mungu na mtume wake na waumini wataona vitendo vyenu. Hii ni aya ya suratu Tauba ya 105. Amma baada wuqu'i al-maqduri, ama baada ya kutuka ama kupatikana chenye kilichokadiriwa, fayakunu al-ihtijaju bilqadari, basi itakuwa kufanyia hoja qadari maadhunan bihi, ni jambo lenye kuidhiniwa, kwa maana jambo lenye kuruhusiwa baada ya kupatikana hicho kilichokadiriwa. Maana baada ya kutuka al-wuqu' itakuwa ni jambo ambalo linaruhusiwa. Lima yajidu almu'min, kwa yale ambayo anayapata mu'min, min rahatin, kutokana na utulivu. Raha kwa maana ya sakina, utulivu. Inda khudhu'ihi, wakati wa kunyenyekea kwake. Liqada'i llahi ta'ala, kwa ajili ya qadha ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa qada'u llahi ta'ala, na qadha ya Mwenyezi Mungu, lilmu'mini, kwa mu'min, yajri bil khairi, inapita katika mapito ya khairi. Sawa, fi suratai, katika sura mbili ama katika namna mbili. As-sarra, ya neema, wa dharra, na ya shida. As-sarra kwa maana an-ni'ma, war-rakha'u wal-masarra, na ad-dharra kwa maana ya ash-shidda. Faida, ametaja al-Allama al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait katika kitabu chake cha Bahjatut Talibin fi muhimmati usuluddin, asema kwamba waqad qila, na kwa hakika pamesemwa, inna mas'alata al-qada'i, hakika mas'ala ya qadha za Mwenyezi Mungu, wal qadari, na qadari, mas'alatun, ni mas'ala ambayo ghamidatun, kwa maana mubhama, mas'ala ambayo yamejificha, mubhama, ambayo kwa maana mughlaqa, ghairu wadhiha. La tatadhihu, mas'ala hayo hayatakuwa wazi, illa yawm al-qiyama, isipokuwa siku ya kiyama. Kwa maana mas'ala ya qadar na mas'ala qadha, mambo ya aqida, ni mambo magumu. Mtu hatakiwi awe mwepesi katika kuyahukumu na kuyatolea maelezo, ni mambo ambayo yana uzito wake. Wallahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi as-sabil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.